Ndugu mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Wakati huu ninaleta fundisho kwako. Fundisho hili linalenga sana katika maamuzi yako, mahali ambako unafikiri unaweza ukapata malezi ya kiroho, mahali ambako unaweza ukaingia na ukahudumiwa na roho yako ikapata ustawi. Sasa katika eneo hili tunalo fundisho ambalo litakusaidia sana. Mahali popote unapotaka kuingia, unapoingia, ikiwa wewe ni Mkristo ambaye umekwisha kuamini na unasema natafuta kanisa la kusali au madhehebu gani nitaingia, kuna mambo kama saba. Kuna mambo kama saba yaliyo ya msingi sana, ambayo kupitia kitabu cha Waefeso sura ya 4 tunataka tujifunze mambo saba, na haya ndiyo vitakuwa vigezo vya wewe kuamua ni wapi utakwenda. Ni wapi utakwenda kuabudu na kuwa mshirika wa mahali hapo, au kuwa mshirika wa imani hiyo. Sasa katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza nasema, kwa hiyo na wasii mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho, katika kifungo cha amani. Mstari ule wa 4 sasa. Mstari wa 4. Tunaona Biblia inatuambia mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Mstari wa 5, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Sasa haya mambo saba tunayaona Paulo akiyaweka vizuri katika kanisa la Waefeso ambalo lilikuwa kule Asia, ambayo sasa ni maeneo ya Uturuki. Kanisa hili katika kitabu cha Ufunuo linaonekana ni kanisa la kwanza, na katika tafsiri ya unabii ni kanisa ambalo linaonesha kanisa la mwanzo linaloanza, au imani ya mtu inayoanza anapopokea wokovu. Ndio maana linatajwa hivyo katika kitabu kile cha Ufunuo, linatajwa kama kanisa la kwanza, na linaambiwa lilikuwa lina upendo wa kwanza, lakini liliuacha huo upendo wa kwanza. Sasa mazingira haya ndiyo yanatupelekea sasa tuweze kuleta fundisho hili kwamba unajiuliza niende wapi? Unapotaka kufanya maamuzi, ni wapi pa kwenda? Jiulize maswali haya saba. Swali la kwanza ambalo limewekwa hapa kama kiashiria cha kanisa la kweli, anasema mwili mmoja. Mwili mmoja. Tunaposema mwili, una viungo vingi. Mwili kama mwili wangu mimi mhubiri ambaye niko mbele yako, na mwili wako wewe una viungo vingi. Una mikono miwili, lakini mkono nao bado una vidole navyo vina kucha, na kichwa kina vitu vingi, kina nywele, masikio, pua, midomo, ulimi na kadhalika. Viungo viko vingi vya nje na vya ndani. Sasa tunaposema mwili mmoja, maana yake Kristo mmoja ambaye anaabudiwa mahali fulani na jumuiya ya watu, na hao watu ndio wanatengeneza kitu kinaitwa kanisa, na hilo kanisa ndio ni mwili. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya kanisa kuna viungo mbalimbali. Viungo hivi vinaonekana katika huduma na vipawa au karama. Utamkuta kuna mchungaji, kuna mwinjilisti, kuna mwalimu, kuna mtume, nabii, lakini pia kuna karama za uponyaji, kuna karama za kunena kwa lugha,
kutafsiri lugha, matendo ya miujiza, na mambo kama hayo, karama za imani. Lakini pia bado tunazo karama nyingi. Ukiachilia hizo, kuna watu ambao ni viongozi, karama ya maongozi kama tunavyoona katika Warumi sura 12 mstari wa 6 hadi wa 8. Kuna watoaji, kuna wasimamizi,